Naam, kuna wengi wametajwa kama Pablo Escobar, El Chapo, Griselda Blanco na wengine, lakini hatuwezi kumsahau Narco President Noriega. Ni kiongozi mkuu wa nchi aliyekuwa akijihusisha moja kwa moja na biashara haramu ya dawa za kulevya. Mwaka 1989 milio ya risasi na milipuko ilitikisa mitaa ya Panama City. Jeshi la Marekani lilivamia taifa dogo la Panama kwa operation ya kijeshi iliyoitwa Operation Just Cause. Wanajeshi wa Marekani waliingia kwa nguvu, helikopta za kijeshi ziliruka juu, vifaru vikisambaratisha vizuizi vya barabarani, na malengo yao yalikuwa ni mawili tu. Lengo la kwanza lilikuwa ni kumkamata kiongozi wa Panama, Manuel Noriega, na lengo la pili lilikuwa ni kuvunja mtandao wa biashara ya madawa ya kulevya ambao ulikuwa umeiteka nchi nzima. Lakini Noriega hakuwa kiongozi wa kawaida. Alikuwa mshirika wa CIA, lakini alikuwa jasusi wa Marekani na mtu aliyewahi kuwa na nguvu kuliko rais wa nchi yake. Alishuka kutoka kileleni hadi kwenye ulingo wa wasaliti. Marekani ilimtangaza kama adui. Antonio Noriega alizaliwa mwaka 1934 jijini Panama City. Alikulia katika mazingira magumu na tangu utotoni alionekana kuwa na kiu ya mamlaka. Alikuwa kijana mwerevu, lakini hakuwahi kuwa na pesa nyingi. Katika miaka ya 1950 alipata nafasi ya kusomea mafunzo ya kijeshi nchini Peru, na hapo ndipo alipoanza kuwa na mahusiano na mashirika ya kijasusi ya Marekani. Bahati ikaja, watu wa CIA wakampa kazi ya kuwa jasusi wa Marekani katika Amerika ya Kusini. CIA ilimuona Noriega kama mtu wa faida, akili kubwa, asiye na huruma na mwenye tamaa ya madaraka. Wakamshawishi kuwa mpelelezi wao katika Latini America, hasa dhidi ya wafuasi wa ukomunisti. Katika miaka hiyo, Marekani ilikuwa inatafuta washirika wa siri wa kupambana na ukomunisti, na Noriega alikubali kuwa mtu wao. Alipewa pesa, mafunzo na msaada wa kijeshi. Ndani ya miaka michache alikuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa pale Panama. Kwa msaada wa Marekani, Noriega akapanda vyeo haraka katika jeshi la Panama. Aliingia madarakani kama kiongozi wa kijeshi, lakini muda mfupi baadaye Panama iligeuka kuwa himaya ya madawa ya kulevya. Marekani ilikuwa imevumilia muda mrefu, lakini mwishoni mwa miaka ya 1980 mambo yakaanza kubadilika. Noriega alianza kuwa kikwazo kwa Marekani badala ya kuwa mshirika. Mwaka 1988 rais wa Marekani wakati huo ni George Bush alitangaza kuwa Marekani haiwezi tena kumvumilia Noriega. Lakini hata hivyo, Noriega hakutaka kuachia madaraka juu ya vitisho vyote vya rais George Bush. Ndugu mtazamaji wa World Trending TV, kama ndio mara yako kwanza unaungana nasi, haujachelewa, gusa neno subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umejiunga kwenye familia ya World Trending TV moja kwa moja, ambapo utapokea habari, taarifa, notification na update zote ambazo tunazifanya kila siku. Lakini usisahau kulike, kucomment, kushare na ndugu jamaa na marafiki wapate kujua nini World Trending TV tunawasogezea kila siku. Endelea kutufuatilia kwa taarifa zaidi.